Tunalitukuza jina lako, unastahili. Ninakukaribisha tena mtazamaji wa Gospel Voice TV jioni ya leo katika jina la Yesu. Ninashukuru Bwana kwa kukuweka uhai na uzima siku ya leo, ishara ya kwamba Bwana anakupenda, maana anaitwa Mungu aliye hai. Na nikujulisha ya kwamba kado na maisha vile inakaa, Mungu ako na haja kubwa na wewe, na ndio maana uko hai siku ya leo. Na ndio maana uko mzima, uko na afya na uko na kila kitu. Ndio maana uko na watoto. Tuna kila sababu ya kumtukuza Bwana kwa kazi yake jema katika maisha yetu. Majina yangu naitwa Pastor Raphael, mimi ni mshugaji wa Christian Foundation Fellowship katika mji wa Meru, mahali panaitwa Makutano, na Yesu ni Bwana katika maisha yetu na anatutendea wema. Jioni ya leo niko na ujumbe kwa ajili ya maisha yako na yangu. Ujumbe unaitwa mitego katika maisha. Na niko na imani ya kwamba katika hii ujumbe Bwana atakufungua mawazo na nafsi pamoja na mimi, ili kusudi tuweze kufika kwa hatima. Nataka tuombe ndio tuweze kuingia kwa neno. Baba, ninakutukuza kwa wingi wa fadhili zako na wema wako. Wewe ni Bwana katika maisha yetu. Ninajiombea hekima ya kiungu na hekima ya maandiko na mwongozo wa Roho wako Mtakatifu, ndipo nitakaposema na watu wako ninene kulingana na makusudio yako na wema wako, na nuru yako itatuangazia kwa utukufu wako. Pokea sifa umetenda, uinuliwe na uhimidiwe kwa kuwa wewe ni Bwana, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Nataka tuongee jioni ya leo ya kwamba mitego katika maisha. Na niseme ya kwamba shetani hutafuta binu ya mitego ndio aweze kuzuia watu wa Bwana wafike kwenye hatima zao. Na hii ni kwa sababu ya kwamba akikuja katika hali ambayo sio ya mitego, uhalisia ni ya kwamba hataweza kukushinda katika hiyo vita. Na kwa hivyo mtu akitegewa mitego, kama hajajua kuna mtego atanaswa. Na mitego inategwa kulingana na zile vitu huwa unapenda. Huwezi tegewa mtego na kitu ambacho haujapenda. Unaelewa hivi ya kwamba ikiwa unataka kutega inzi, hauwezi tega na maji ya mineral water ati ya kwamba inzi atakuja. Hiyo mtego haitanasa. Hauwezi tega na mahindi choma. Inzi hapendi mahindi choma, lakini kitu kina harufu ya kuoza, hiyo katika hiyo mtego utashika inzi. Ukitaka kutega fuko, hauwezi weka mtego juu ya anga kwa hewa, juu ya miti. Hauwezi shika fuko. Hiyo mitego ukiweka juu ya miti itashika ndege, na sio ndege ulikuwa unataka kushika fuko. Kwa hivyo kama ni fuko lazima utege mtego chini, lazima uishimbie chini, uiweke chini ndio uweze kutega. Na kwa hivyo katika maisha yako inatakikana ukuwe mwangalifu, maana sehemu ile unapenda, sehemu ile moyo wako unaweza songea kwa urahisi bila kulazimishwa. Pande hiyo shetani huwekea watu mitego. Na mtu akiwekwa kwa mitego, makusudio ni ya kwamba usifike kwa hatima. Na namba 2, shetani huweka mitego ili kwamba mukosane na Mungu. Shetani huweka mitego ili kwamba usipate fedha, maisha yako ikae maisha ya kusumbuka. Shetani huweka mitego ya kwamba usije ukaoreka. Shetani huweka mitego ili kwamba mwili wako ukose afya, ugojeke. Hiyo ni aina hizo zote ni mitego shetani huweka. Shetani huweka mitego ukosane na yule ambaye anaweza kukubariki. Kama ni mzazi, unakuta ya kwamba hamusikizani kabisa na baba yako, na ndiye amebeba baraka yako. Shetani huweka mitego hivi kwamba kila kanisa ukienda mnakosana na mshugaji, mpaka unasema mimi ni mshirika sasa wa online, nitakuwa nakaa nyumbani. Ni mitego umewekewa. Na uelewe ya kwamba Mungu anasema msikose katika shirika la wateule. Wewe uko na onyo, uko na amri ya Mungu ya kwamba lazima ukae mahali kuna watu wengine wa Kristo. Kuna zile zinaitwa ushirika, makanisa, lazima ushikamane na Wakristo wengine. Lakini ukiwekewa mitego unajikuta ya kwamba unawekewa dio kabisa usiweze kufika kwenye hatima, ama usiweze kuunganikana na Wakristo wengine. Nitakusomea maandiko kutoka kitabu cha Revelation chapter 2 and verse 14, na niko na imani ya kwamba utaweza kulifahamu. Maandiko inasema hivi, Revelation chapter 2 and verse 14. Biblia inasema you also have some who in a similar way are clinging to the teaching of Nicolaitans, those corruptors of the people
which things I hate. Next verse inasema, repent then, or else I'll come quick and fight. Washa nikusomee format ingine ya Biblia. Biblia inasema another format. Nevertheless, I have few things against you. Hiyo ni Revelation chapter 2 and verse 14. Nasoma Amplified Bible. I have few things against you. You have some people who are clinging to the teaching of Balaam, who taught Barak to set a trap. Who Maandiko inasema, I have few things against you. You have some people who are clinging to the teaching of Balaam, who taught Barak to set a trap. Hii episode inaongewa hapa ni maneno ilikuwa imeandikwa kitabu cha Numbers. Wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri wakielekea Canaan, wakafika mahali kuna mfalme alikuwa anaitwa Barak. Akatumania divina mmoja ama mshawi anaitwa Balaam aje alaani wana wa Israeli ili wasipitie pale. Alisema Mungu ule wako naye ni mkubwa, na kwa hivyo tukipigana na wao wakiwa na huu Mungu watatushinda. Akamwambia njoo walaani, na alipokuja alijaribu mbinu mingi za kuwalaani akashindwa. Mwishowe akafundisha mfalme anaitwa Barak jia. Biblia inasema akamfundisha kuweka mitego ndio waweze kuondokewa na Mungu. Ndio Mungu anasema ya kwamba niko na hii ninashukia ya kwamba aliwekea Waisraeli mitego. Nataka nikujulishe ya kwamba alipoona ameshindwa kuwalaani na alikuwa ameahidiwa zawadi kubwa akiwalaani, aliwawekea mitego, na hiyo mitego ilikuwa kusudi wasifike kwenye hatima, wasifike katika nchi ya Kanani. Nataka nikujulishe ya kwamba hata wewe kama Waisraeli waliwekewa mitego, hata wewe kuna uwezekano mkubwa maisha yako inaangamia kwa sababu hauko mwangalifu kutokana na mitego ambayo umewekewa. Mitego inawekwa sehemu tofauti inaweza wekwa katika mawazo, mitego inaweza wekewa katika ile njia unapenda kutembea sana, mitego inaweza wekewa katika chakula, mitego inaweza wekewa katika mdomo, kama vile tumeona ya kwamba Musa aliwekewa mitego katika mdomo. Lakini hiyo yote mitego inawekwa kusudi ni ya kwamba mkosane na Mungu na ukose kufika kwa hatima yako. Nikujulishe ya kwamba kuna mitego inawekwa. Hii mitego hawa waliwekewa wakosana na Mungu, na ukweli ni ya kwamba waliambiwa kwamba wapatie wanawake wanaume wafanye usherati na wao, na ikawa ni mtego. Alafu kisha wakaambiwa wanawake nao wapatiwe chakula kimetolewa miungu. Ile chakula kimetolewa miungu, wakaambiwa mkifanya hivyo Mungu atawaondokea. Na ilifanyika hivyo, na Mungu alishuka kwa kabi siku moja na akaua watu wengi, maana mitego hiyo iliwanasa. Let me tell you, utakapokosa kuwa mwangalifu, utawekewa mitego. Mtu ambaye alikuwa na hatima kubwa akose kufika kwa hatima. Unakuta mtu ni mwerevu kwa shule, ana masomo, anahitimu na anasoma vizuri, lakini atakapomaliza hiyo masomo, mitego iliwekwa akiwa shule, hataweza kufika kwenye hatima ile ambayo alikuwa anakusudiwa afike. Na kwa ajili ya hiyo ndio nimekuletea hii ujumbe, uelewe shetani hana urafiki na mtu yote ambaye anaabudu Mungu. Shetani hana urafiki na mtu yote ambaye anasema Kristo ni Bwana. Unakuta ya kwamba kuna ile tuseme kanisa ambayo Mungu anatarajia ukuu unaenda, wewe ni mshirika wa pale, lakini mahali pale unafitiniwa na kila mtu, kila mshirika anakufitini, mpaka unatarajia ya kwamba mchungaji atakutetea. Badala ya mchungaji aongee naye ananyamaza, unahama kanisa. Kutoka pale unaanza kuongea ubaya wa ule mchungaji, na bado huyo mchungaji ndio Mungu alikuwa amekuwekea akuwe baraka katika maisha yako. Can I tell you this? Ukiongea ubaya wa mchungaji amewekwa na Mungu katika maisha yako akuwe baraka, ile neema amebeba haiwezi kukusaidia. Utakuta kutoka pale huyo mchungaji hawezi kukusaidia, hata uende kwake akuombee, hiyo grace amebeba haiwezi kufanya kazi kwako. Unakuta ya kwamba unaongea ubaya wa kanisa, au unasema makanisa yote yamefanana, makanisa yote yanakaa, hata hawaabudu Mungu siku hizi, sijui wanaitisha pesa tu. Let me tell you, ukisikia wengine wakiongea na wao hawajaokoka, na wao hawaendi makanisani, na wao sio wa Kristo, wewe nyamaza.
maana njia yao na ya Mungu wao ni tofauti. Lakini wewe ambaye uko na Mungu wako, wewe ambaye unajua Mungu wa mbinguni, wewe ambaye unajua muhimu wa kanisa, wewe usikubali hiyo mtego ikunase. Na hiyo mtego inanasaga kila mtu. Unasikia vile mchungaji ameogewa, unasikia vile wameongea kuhusu kanisa, kutoka pale hata wewe mwenyewe unakuwa tempted kuongea hivyo. Kutoka pale unakuta ya kwamba hakuna kanisa utaingia upate msaada. Na hii ndio imesababisha, kwa sababu ya vile watu wameongea ubaya wa makanisa, kila kanisa unaingia ukitafuta Mungu unamkosa. Unakuta ya kwamba baada ya kipindi cha miaka 3 umehama makanisa 3. Kila mwaka unasoma kanisa moja, kila mwaka unasoma kanisa moja, kila mwaka unasoma kanisa moja. La sivyo unakuta ya kwamba kwa kipindi cha mwaka 1.5 umesoma makanisa 5, mpaka ukiulizwa pastor wako ni gani haswa hauwezi elezea, maana umehama makanisa mara mingi. Na ile kitu inasababisha ulitegwa katika mitego ya kuongea kinyume cha makanisa. Kutoka pale ulipoongea kinyume cha makanisa, unaingia kanisa hivi ukitafuta Mungu unamkosa. Lakini kuna watu wengine wako pale kanisa hiyo wanampata Mungu na wanabarikiwa. Lakini wewe ukiingia unasikia hapa kuna kitu ambayo haiko, unahamia kanisa ingine, unapata the same, unahamia kanisa ingine, unapata the same. Changamoto ni hii, unahitajika utubu, urudi kwa drawing board, uende kwa Mwenyezi Mungu na utubu. La sivyo utafuta mchungaji mwambie, na mimi nimeongea kinyume na wewe, nataka kuwa wazi, maana nataka kubarikiwa, nisaidie, ninatubu mbele za Mwenyezi Mungu, na ujitolee dhabihu zako. Kutoka pale utakuta ya kwamba utapata baraka. Ndio maana unakuta kwa kanisa mambo mengi hutendeka, lakini yule mtu ako pale kwa ile kanisa hasaidiwi na huyo mchungaji. Ni mitego inawekangwa, ndio msaada wa kwako kutoka kwa makanisa ukosekane. Na hii ndio inasababisha unakuta watu wengi wanaenda kanisani na maisha yao haibadiliki, hawabadilishiwi maisha na ile neema Mungu amepeana kwa mchungaji, kwa sababu waliwekewa mtego wa midomo, wakanena maneno kinyume na kanisa, wakanena maneno kinyume na mtumishi. Na ni vizuri ujiangalie, maana mitego ni aina mingi. Kuna mitego ingine inaitwa mitego ya defilement, kama ile imeandikwa Leviticus chapter 18 and verse 24. Leviticus chapter 18 and verse 24. Kuna mtego pale unaitwa mtego wa defilement. Wana wa Israeli walitegwa na huu mtego na wakashikwa. Maandiko inasema, do not defile yourself in these ways, for in all these things the nations are defiled. The nations are defiled. Do not defile yourself in all these ways, for in all these things the nations are defiled. Unaposoma kitabu cha Leviticus hiyo chapter 18, inaongea things relating to sexual matters. Inasema ya kwamba msifanye hivi, usifanye mambo ya tendo la doa na hivi, usifanye tendo la doa na huyu, usifanye tendo la doa na huyu. Maandiko inasema ukifanya hizi matendo, this is a conclusion verse 24, maana taifa la Kanani hii ndio ilifanya linajisike, na waliponajisika, maandiko inasema ya kwamba I am casting out before you the nations that are defiled, I am casting them out before you. Unapopata kunajisika, ukweli ni ya kwamba hautapata hiyo baraka ya huo mji. Nataka nikujulisha maneno haya, maana hapa inaongea about nations, ya kwamba miji iko na baraka, miji iko na baraka. Mji ambao tunakaa, mji wa Meru, uko na baraka yake. Mji ambao wewe unakaa, mji wa Nairobi, uko na baraka yake. Mji ambao unakaa, mji wa Nyeri, uko na baraka yake. Wewe unakaa mji wa Murang'a, huo mji uko na baraka. Wewe unakaa mji wa wapi? Wa Karatina, uko na baraka. Kila mji uko na baraka yake. Lakini mtu anapoingia kwa mji, kuna vile unafaa kujiandaa. Mataifa ya Kanani miji ni yao, lakini mji unawakataa, unawanyima baraka mpaka wanatupwa nje na huo mji. Na sababu ya kutupwa nje ni kwa sababu gani? Walihusika katika matendo ya doa ambayo Mungu amekataa. Ukienda nje ya doa ya yule mke umepewa, ama upande misingi ya usharati katika mji, hiyo mji inakunyima baraka. Ndio unakuta mtu amekaa Nairobi, watu huenda Nairobi, wamebarikiwa, wamepanuliwa, lakini wewe
unatafuta tu shakukura peke yake. Mshahara yako unalipo vizuri, mpaka ukijiangalia unasema mshahara yangu ni 4 figure, 5 figure. Una mshahara mzuri 6 figure, lakini hiyo mshahara haikusaidii. Ni nini imetendeka? Ulihusika katika sexual intercourse somewhere na huo muji, kwa sababu umehusika sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu, sio mara 4, huo muji unakunyima baraka. Ndio unakuta mtu anakuwa singled out ina sete. Unakuta ya kwamba baada ya kufanya kazi kubwa, uwe umezaliwa pale, uwe wewe ni mgeni pale, ni kutembea ulitembea na ukaseta mahali pale, hiyo muji inakataa kukupatia. Unapoona mtu analipo mshahara mzuri lakini muji umekataa kumpatia mahali ya jege shamba, uelewe ya kwamba kuna kitu walifanya. Unapoona mtu analipo mshahara mzuri, unaona muji mkataa kumpatia afya, pesa yake yote inaishia kwa hospitali, ujue kuna kitu, either sexual intercourse. Hawa watu wameandikiwa hapa, wanaambiwa hizi vitu ndio watu wa Kanani walidefile themselves with, na nation zinafukuza watu nje. Watu wanafukuzwa, unanyimwa settlement in a town. Ya kwamba unawezaje kaa mji wa Meru miaka 30 na miaka yote 30 ni kukodisha, umekodisha nyumba. Na sio hiyo tu, mshahara yako ni mzuri, wewe unaelewa, ninapokea 50,000, ninapokea 70,000, ninapokea 100,000, 200,000, lakini umenyimwa na mji baraka yake. Unakuta ya kwamba baada ya kupokea hiyo pesa yote, haujuagi inaenda wapi. Mashimo inatokezea mahali, uliwekewa mtego katika misigi ya doa, na katika huo mtego ukakunasa, na baada ya kukunasa, what happens next ni ya kwamba you are like someone who is driven out. Maandiko inasema, do not defile yourself in all these ways, for in all these things, hizo zimeandikwa hapo nyuma, the nations are defiled, which I am also casting out before you. Hiyo ilisababisha Wakanani wafukuzwe katika miji yao. Sasa mimi nataka nikwambie hivi, ikiwa mji ambao unakaa, maana wewe mwenyewe unajielewa kama hiyo mji iko defiled, ikiwa defiled, let me tell you, itakunyima pesa yake. Na ukipata hiyo pesa, hautatoka na pesa katika hiyo mji. Utarudi kwenu ukiwa empty, utarudi kwenu ukiwa zero. Utatoka Murang'a town, urudi kwenu kijijini ukiwa zero. Na ni mtu ambaye alikuwa anapokea pesa, alafu watu wanakuonyeshana town, ati unaona ule mzee ule anapita pale, ile hardware ilikuwa ya kwake ikaisha. Hata ukiangalia hawajapaka rangi, jina lake bado limeandikwa katika hiyo ukuta. Unaona ile hiyo maroli imepita hapa, hiyo maroli ilikuwa ya kwake. Unaona hii garage ndio alikuwa na service magari, alikuwa na maroli kama 50. Sasa hiyo si kitu kizuri cha kusemwa, ati watu wanaonyeshana alama vile ulikuwa umeinuliwa ukashushwa chini. Unapoona mji unashusha mtu chini, kama uganga haijahusika, umehusika katika hii mambo ya sexual intercourse na zile sehemu na zile areas, ama wale watu tofauti, Mungu amesema usihusike. Na ninakwambia hivyo ndivyo uweze kujiangalia. Inaitwa mtego wa defilement. Ukishakuwa defiled kutoka pale, unakuta ya kwamba mji umekukataa. Na defilement haisababishi mji tu peke yake kukataa. Ukiangalia Leviticus 20 and verse 20, haisababishi mji tu peke yake kukataa. Leviticus 20 and verse 20 inasema, if a man shall lie carnally with his uncle's wife, he has uncovered his uncle's nakedness, they shall bear their sin, they shall die childless. Kwa hivyo sio fedha tu zinakosekana, kuna vitu mtu huwa anafanya inasababisha kutoka pale ukosa mtoto. Ni mtego tu umewekewa, na wewe haukuona kama ni mtego. Imetaja nani hapo? Imetaja uncle's wife, yule mtu unaita aunt, na huyo mtu ni mtego, na watu wengine wamejikuta katika hiyo mitego. Leviticus 20 and verse 12. Nataka nikuonyesha mitego ya aina tofauti. Leviticus 20 verse 12 inasema, if a man lies carnally with his daughter-in-law, mke wa kijana yako, both of them shall surely be put to death. They have lot confusion, perversion and defilement. Their blood shall be on their own heads. Sasa hiyo ni mtego ya kusababisha ukufa mapema. Both of them shall be put to death.
Hiyo ni mtego ingine ya kwamba umetegwa na sasa unategwa ati ndio ukufe mapema. Nataka nikujulishe ni mtego gani hii ambayo imewekwa kwako na haujaiona, ama wewe mwenyewe unaona kama tu ni jambo la kawaida. Unaona tu ya kwamba hii si kitu ya, kuna watu unafaa uogope sana. Kama unataka kuthrive in a town, lazima your sexual pattern uweze kuwa mwangalifu kwake. Kama unataka kuthrive in a town, kama unataka kuthrive kijijini, village mahali unakaa, you must be very careful. Maana kama hautakuwa mwangalifu, ukweli na reality hii ni ya kwamba utakaa kwa miji, utashika pesa na mwisho watakuonyeshana wasema yule mtu alikuwa na pesa, lakini mwisho zilikuja zikashika. Na let me tell you, mitego hii inawekwa na shetani ndio kusudi usiweze kuishi kwa baraka kwa kipindi kirefu. Maandiko inasema kitabu cha Samueli ya kwamba Sauli akashaguliwa mfalme wa Israeli, na ni Mungu mwenyewe alimchagua. Hakuna kura zilipigwa. Sauli ni Mungu mwenyewe alimchagua akamfanya mfalme. Lakini katika ile safari akaambiwa na Mungu, nenda kamaliza Waamaleki. Sauli hakumaliza Waamaleki, lakini before that alikuwa ameambiwa na Samueli, mkiingia kwa vita unigojee, baada ya siku 7 mimi nitakuja kutoa dhabihu, alafu sasa uingie katika hiyo vita mpigane. Sauli akajitolea dhabihu mwenyewe, maana aliona maskari wamemtoroka na akaanza kuogopa. Jambo hilo likaumiza Mungu, na hii ni baada ya miaka 2 baada ya kuchaguliwa mfalme. Na next ikawa sasa akaambiwa Waamaleki walisubua Musa sana wakati alikuwa anatembea na wana wa Israeli. Akaambiwa nenda kamaliza Waamaleki. Alipofika akaambiwa usibakishe mfalme, ng'ombe, mbuzi na kondoo, kila kitu maliza. Akiwa jiani ama alipofika wakapigana vita, akakuta kuna ng'ombe mzuri mnono, kuna kondoo mnono, na mfalme akamwambia, si wewe ni mfalme kama mimi jamani, si unihurumia, kwa nini uniue? Akaweka hizo vitu kado pamoja na mfalme. Anaenda mbele ya Sauli mbele ya Samueli, anamwambia, nimemaliza ile kazi ulinipea. Samueli anamuuliza, na hii milio nasikia kwa masikio yangu ya ng'ombe, mbuzi na kondoo ni nini? Anasema ni maaskari. Walisema tubakishe hizi tutolee Mungu dhabihu. Tizama, hiyo ni mtego. Kutoka pale Mungu akasema, nimemkataa Sauli, sitatembea na yeye. Kutoka pale nimemkataa Sauli, sitatembea na yeye. Unawekewa mtego kidogo. Kutoka pale wewe na Mungu njia zenu zinaashana. Kutoka pale hauoni, yani hata ukimuita. Can I tell you, kuna boma ukiita Mungu haezi kuja kwenu kama mlileta mganga. Mganga ni nani? Ni wale watu wanaitwa diviners. Siku hizi wamebadilisha jina, hawaitwi waganga, wanaitwa diviners. Munapata kitu kwenu kimefanyika, munasema washa tuletee mtu atuombee, ati ni muombezi. Anasimama kwenu hivi, anafanya ibada mkiangalia na mkishangilia, ameingia huko kwa ruhusa ya kwenu. Kutoka pale boma inabadilika, no peace. Hata umuite Mungu katika hiyo family hawezi kuja. Na nini mlifanya? Mlifanya kitu bila kuelewa ni mtego umewekwa. Mkafikiria ni mtu mzuri wa Mungu, anakuja kufanya ibada ya Mungu, anakuja akawaambia mmerogwa, sijui mfanye hivi, na mkafanya mataabiko mengi. Kutoka pale hiyo family hakuna mtu huongea na mwingine, kila mtu hushika njia yake. Hata muitane hivi, museme sasa na tuongee, sisi ni watoto wa mama mmoja na baba mmoja, lazima tusikizane vile tutafanya. Wengine wanakataa kuja, hawatakuja katika hiyo kikao cha family cha kuketi. Hata museme mufanye kitu fulani, hamwezi kubaliana na kifanyike. Na ni nini ilifanyika? Mliwekewa mtego bila kujua. Shetani huweka mitego katika maisha ya watu, na ninakwambia hivi ndivyo uweze kujiangalia. Maana usipojiangalia, reality ni hii, ni ya kwamba maisha yako itaharibika, na ikiharibika hautafika kwa hatima. Nataka nikusomea mstari wa mwisho, inaitwa mtego wa, nikusomea hii Deuteronomy 27 and verse 22. Mtego wa laana, Deuteronomy 27 and verse 22. Deuteronomy 27 and verse 22. Cursed is he who lies with his half sister, whether his father's or his mother's daughter. And all people shall say amen. Atikulaaniwa ni mtu yule atashukua sister yake amfanye mke wake, awe ni sister ya baba, ama ni sister pade ya baba, ama ni sister pade ya mama. Kutoka hapo kuna mitego inakuingia tu.
unakuta ya kwamba laana imekutafuta. Sasa hiyo ni mtego. Maandiko imetuonyesha ya kwamba ukiingia katika hiyo mtego, sasa kutoka pale maisha yako inabadilika. Kubadilika ni kusema ya kwamba unaingia katika misingi ya laana. Ukilaaniwa, hakuna kitu utafanya na mikono yako kifaulu. Chochote unashika na mikono yako kinateleza. Ndio maana unakuta mtu amefungua biashara mingi, umeobewa makanisani na haijajulikana nini na kusubua. Umejaribu mbinu mingi za kazi mpaka umehama mji, ukasema ni huu mji umenikataa, sasa nahamia Nakuru. Ukihamia Nakuru umehama na laana yako kwako. Maana imesema ukishukua sister yako, awe ni wapade ya baba ama pade ya mama, umfanye mke wako, hata kama ni mara ile moja tu, inaitagwa ile moja peke yake. Kutoka hapo umeingia katika misingi ya laana. Rafiki, nataka nikujulishe, kama utainuliwa katika haya maisha, lazima ukuwe mwangalifu. Maana hizi vitu zote ni mitego shetani huwekea watu, na shetani hachagui uwe umeokoka ama uwe haujaokoka. Ni discipline inasaidiaga mtu asiingie katika hii mitego. Saulo aliwekewa mitego na kutoka pale Mungu akamuondokea. Maandiko inasema ya kwamba Samueli alilia sana, mpaka Mungu akaenda kwa Samueli akamwambia, usinililie huyu mtu tena, nimemkataa na sitamkubali. Unaposikia Mungu akiongea hivyo, nikukwambia ya kwamba umekataliwa kabisa kabisa. Kuna mitego unawekewa, unalaaniwa. Kuna mitego unawekewa, hiyo tauni unakaa inakukataa. Kuna mitego unawekewa, Mungu anahama kwa boma yenu. Unakuta hata mkimuita Mungu hawezi ingia katika hiyo boma. Kuna mitego unawekewa, mnakosana na wachungaji ama mnakosana na Mungu. Mnakosana na Mungu kabisa, kama hiyo ya Sauli. Unakosana na Mungu, unakosana na mchungaji. Kuna mitego unawekewa katika mahusiano yako, hakuna mtu mnahusiana vizuri. Kutoka pale kila mtu mnahusiana ana take advantage. Akisha take advantage anaondoka anaenda zake. Ni mtego uliwekewa na ikakunasa. Kuna mtego unawekewa kama ule wa Balaam. Ukiwekewa huo mtego unajikuta umeingia katika shida. Kuna mtego unawekewa, unalaani your destiny. Numbers 14 and verse 26. Hiyo ndio tutamaliza nayo. Numbers 14 and verse 26. Wewe mwenyewe unaogea kinyume na kule ulikuwa unaenda. Biblia inasema, and the Lord said to Moses and Aaron, how long will this evil congregation murmur against me? I have heard the complaint the Israelites murmur against me. Verse 28. Tell them as I live, says the Lord, what you have said in my hearing I do to you. Ile kitu nimesikia ukiongea kwa masikio ya ile kitu masikio yangu imesikia ukiongea, hiyo ndio nitakufanyia. Na waliongea kinyume na Canaan, their destiny. Unakuta ya kwamba umewekewa mtego, unaogea kinyume na your destiny. Kutoka pale watu wakisoma hawapataki kazi, watu wakisoma hawawezi ajiriwa, wewe ogea hivyo. Kutoka hapo na wewe ni mwerevu kwa shule, unamaliza shule, kutoka pale utatafuta kazi ya kuandikwa, na ni wewe uliogea kinyume ya kwamba watu wakisoma hawaandikagwi kazi. Kutoka pale hauwezi pata kazi. Nataka nigeuze hiyo maneno yote umeongea tukiwa pamoja na wewe katika jina la Yesu, maana Mungu ni wa rehema mingi. Nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa wingi wa fadhili zako na wema wako. Ni asante kwa ajili ya hii nafasi umenipatia ninene na mtu wako, na nimemwelezea mitego vile shetani huwa anaweka. Wana wa Israeli waliwekewa mitego na wakaogea maneno mengi kinyume. Numbers 14 and verse 28. Na maandiko inasema ulishuka ukasema, vile vile nimesikia mkiogea hivyo ndivyo nitawafanyia. Na maandiko inasema kutoka pale watu wote walikuwa wameona Misri, ulisema hawataingia Canaan. Walikaa jangwani miaka hiyo yote mahali panaitwa Kadesh kwa sababu ya kuogea kinyume na Canaan. Ninaombea huyu ambaye ameogea kinyume na destiny yake, akasema hii doa mimi sioni nikimaliza, mwishowe doa yake ikavujika. Akaogea kinyume na destiny, akasema mtu hata akisoma hawezi pata kazi, ila sasa alihitimu na anatafuta kazi. Ninaomba hiyo mitego Bwana ya kwamba haitamnasa tena. Kwa rehema zako ninamuombea uhuru wake na ushindi wako Bwana. Wewe unayeweza kuweka watu wako huru na kuwabadilishia maisha, naomba umbadilishie aone wema na fadhili. Utukuzwe, uinuliwe na uhimidiwe kwa kuwa Bwana umwema. Wewe ni nguvu na ushindi. Pokea sifa, wewe kibirio, tegemeo na msaada. Jina lako liinuliwe na uhimidiwe kwa kuwa umwema, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you, may God bless you. Naitwa Pastor Raphael, mchungaji wa CFF Makutano, na Yesu ni Bwana. Ukitaka kunifikia unaweza nipata kwa hii namba 0725 iko on your screen, 947795 0725947795. Ukitaka kusupporti kazi ya jema ya Mungu tunafanya, unaweza tumana na hiyo pesa kwa hiyo paybill
itatoa jina Christian Foundation Fellowship Makutano. Paybill ni 22218, account 7238#. May God bless you, may God be with you. Na kama umetegwa na mtego, natangaza unasuriwe katika jina la Yesu. Bye bye, may God bless you.